kutoka kwa shemasi mkuu wa kike. Yupo? Hayupo? Mkuu wa huduma tuongoze kwa sala. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante tena kwa wakati huu. Asante kwa nafasi hii ya kutupatia kuwepo hapa. Asante kwa muujiza huu ambao umetupatia kufika hapa. Jina lako litukuzwe sana. Kila ambacho umekusudia pia tukipate siku ya leo, tubariki Mungu tukaweze kukipata, na yote tukazidi kusogea karibu na msalaba wako wa Kalvari. Zidi kumbariki pastor anapoendelea kutubia, na sisi pia tunaposikiliza endelea kutusaidia tuweze kuelewa zaidi. Na ahadi yako Roho wako Mtakatifu ambaye atakuwa mwalimu akae pamoja nasi. Kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Amen. 204 furaha nyumbani. Kuwa na Yesu nyumbani, kuwa na Yesu nyumbani. Tuimbe. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi, furaha nyingi. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, furaha nyingi, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu ndani ya watoto, furaha nyingi, furaha nyingi. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana umetuleta tena kwa ajili ya mapenzi yako. Tunaomba uwe katikati yetu kitufundisha, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Amen. Somo letu la leo linasema wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Ndio somo letu la leo. Wafundishe watoto na vizazi vingapi? Jamani, vingapi? Vizazi vingapi? Vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo hapa maada kiini kikubwa cha kudili nacho hapa ni kuhusu watoto, namna ya kuwafundisha. Alafu 2, namna utakavyowafundisha ili waweze kusema kwa ajili ya Yesu. Katika maisha yako naamini umebarikiwa kuwa na watoto. Wangapi wana watoto? Nyosha kabisa hivi. Sawa kabisa. Kwa hiyo sasa leo tunataka tuangalie shule kamili ya namna ambavyo unaweza kuwafundisha watoto ili waweze kusema kwa ajili ya Yesu.
Somo letu la leo limejengwa kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 18, 17 na 18. Matendo sura ya 2 mstari wa 17 na 18. Nadhani juzi tulisoma hapa kama sio jana. Neno la Bwana linasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watafanyaje? Watatabiri. Ameanza kushughulika na watoto, wana na binti, maanayo wa kiume na wa nini? Na wa kike. Lakini akahama akasema na watumishi wangu. Kumbe Mungu ana watumishi wa kiume na wa nini? Wa kike. Kwa hiyo katika kanisa la Kristo Mungu ana watumishi wake wa kike na wa kiume. Na kwa hiyo katika mada hii tutazungumza na Biblia, tutairuhusu, itatuongoza kufikia kiini nini kinachotakiwa hasa katika somo la leo. Katika Biblia Mungu anasema jambo hili. Kitabu kile cha Zaburi 128. Zaburi 128. Naweza tukafungua pamoja mahali hapo. 27, lakini tutasoma hata 128, tutasoma pia 127. Anasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana. Wana ndio urithi wa nani? Wa Bwana. Uzao wa tumbo ni thawabu. Kwa hiyo unapopata watoto, wewe uliyejaliwa kuwa na watoto, tambua mambo mawili. Moja, watoto ni urithi wa nani? Wa Bwana. Maana yake ni hivi, ukizaa mtoto, mbingu zinategemea kwamba mtoto huyo ni raia wa ufalme wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu, kupitia malezi yako. Kwa hiyo Mungu anarithi uzao kupitia wewe, kuwaongoza kwa Yesu watoto. Lakini la pili anasema uzao wa tumbo ni thawabu. La pili anasema ni zawadi tu, ni zawadi. Ukipata mtoto au watoto ni nini? Zawadi. Kwa hiyo hauna budi kuwaza sana juu ya hilo, kwa sababu ni mapenzi ya Bwana. Jambo la pili ambalo unapaswa kulijua, si ni la pili au ni la tatu? Ni la tatu. Kwenye hiyo aya ya sura ya 128 mstari ule wa 3 anasema, mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Sasa jambo la tatu, unapokuwa umepata watoto unapaswa kujua. Labda niulize swali kabla ya kusoma hizi aya. Kitabu cha Ezekieli 16 tutasoma hapo. Wangapi niliuliza, wangapi wana watoto mmeshanyoosha? Niulize sasa kwamba hivi ukizaa watoto ni nani unamzalia? Nauliza kanisa. Wale mlionyoosha mna watoto, nyosha mkono tena. Nataka nichague mmoja.
Dada pale tusaidie. Ukizaa watoto uliowazaa ulimzalia nani? Ulijizalia, ulimzalia mume wako au ulizalia nani? Taifa, okay. Sawa kabisa. Brother Dan. Ni Dan, Yes. Ulijizalia mwenyewe, sawa. Mwingine? Ndio? Ulijizalia mwenyewe. Mwingine aliye na majibu tofauti? Ndio. Yeye anasema alimzalia Mungu. Okay. Mwingine aliye na majibu tofauti? Huyo mama anasema alimzalia mume wake. Kila mmoja na aina yake. Nimeona mkono wapi? Brother. Ni tunamzalia Mungu pamoja na wanadamu. Mungu na wanadamu. Sasa tutaiuliza Biblia. Soma Ezekieli 16 mstari wa 20. Anasema pamoja na hayo uliwatoa wana wako na binti zako ulionizalia. Uliofanyaje? Ulionizalia. Ukawatoa sadaka kwao ili waliwe. Imeisha. Je, mambo yako ya kikahaba ni kutu kidogo tu? Nenda sura ya 23 mstari wa 37. Sura ya 23:37 Ezekieli. Inasema 27? 23:37. 37 inasema maana wamezini na damu imo mikononi mwao. Ndio. Nao wamezini na vinyago vyao. Ndio. Tena wana wao walionizalia wamewapitisha katika moto ili waliwe nao. Sasa sikilizeni, unapozaa watoto unamzalia nani? Anayesema walionizalia, nani anayetamka hapo? Jamani, ni nani? Mungu. Yaani piga garagaza, geuza na upande wa pili. Hakuna mwanadamu anayezalia mwanadamu mwenzake. Kwa wale mliosema mimi nilizalia taifa, nilizalia mume wangu, nilijizalia, hujajizalia. Umemzalia nani? Mungu. Yeye ndiye anayesema. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwa sababu sayansi ya watoto anaileta mwenyewe. Na ukitaka kuthibitisha hilo kwamba sio sayansi ya mtu yoyote, usome kitabu cha Rutu sura ile ya 4 mstari wa 13. Hebu usome kidogo hapo. Aya ya 3 anasema kisha akamwambia yule jamaa, huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu, ndio anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Sasa unafuata aya ya 4. Nami unasoma aya ya ngapi kwani? Ya 4. Rutu 4. Rutu sura ya 4 mstari wa 13. Okay. Ndio hapo? Hapana. 14, aya ya 14. Ya 13. 13 inasema, basi Boazi akamtoa Rutu, naye akawa mke wake. Naye akaingia kwake. Na Bwana akamjalia kuchukua mimba. Bwana akamjalia kufanyaje? Kuchukua mimba. Jamani, ni nani aliyemjalia? Bwana. Naye akazaa. Tulia tu hapo. Sawa. Kwa hiyo mtoto ni majaliwa ya nani? Kwa hiyo unapozaa unamzalia yeye, maana yeye ndiye amefanyaje? Amekujalia. Ndio maana ukisoma hata Mwanzo sura ile ya 4 mstari ule wa 1, hebu soma hapo. Adamu anazungumza maneno fulani. Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 1. Nasema,
Adamu akamjua Hawa mkewe, akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akapata mimba, akazaa Kaini. Akamzaa nani? Kaini. Kaini. Baada ya kumzaa akasema hivi, nimepata mtoto mwanamume, nimempata mtoto mwanamume kwa Bwana. Kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Kiingereza anasema from the Lord. Ametoka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo watoto tunaowazaa wapendwa, hatujizalii. Ndio maana ukiwa na dhana ya kujizalia mwenyewe, unaweza ukamtreat mtoto vyovyote unavyofanyaje? Unavyotaka, kwa sababu ni wa kwako, unaona ni ulimleta, kila kitu ni wewe, yani hivyo. Lakini ukijua kwamba this is not my property, yani mimi ni wakili tu, mali hii sio yangu, utafikiria namna ambavyo Mungu amekupa maelekezo namna ya kumtunza. Ndio maana hata miili yetu hii tunaibomoa kwa namna nyingi sana, kwa kutokuwa mawakili wazuri wa kutunza hekalu la Roho Takatifu. Unaweza ukatumia pombe, unaweza ukawa mvuta bangi, unaweza ukafanya mambo mengi ambayo yanabomoa huu mwili, na mwili huu sio miili yetu, ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Kwa hiyo kama ilivyo hivyo katika miili sio miili yetu, ila ni mali ya Mungu, ndivyo hata watoto. Sasa katika hilo sasa Mungu ameagiza, mwandishi anatuambia wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Uwafundishe. Na leo tutaona namna ya kuwafundisha watoto kulingana na mwandishi alivyoelekeza katika mada ya leo. Na kabla ya kuendelea kwenye kiini, niseme hivi: kwa kuwa watoto Mungu anatujalia na anatupatia, watoto wanapaswa kupendwa kama wewe unavyojipenda, kwa sababu walitoka kwenye mwili wako. Kwenye nini jamani? Mwili wangu. Ninaomba tena wale wanandoa waje hapa, alafu mtu mmoja atatusomea mafungu mawili. Somaji, soma. Alafu wanandoa njoni hapa. Kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 8 mstari wa 30. Naomba wale wanandoa waje hapa. Sio lazima wale wajana, yeyote aliyepo anaweza kaja. Naomba mje. Safi sana. Simameni tu hapa. Mwanzo 2 mstari wa 18. Si vema mtu huyu. Jamani, si vema mtu huyu awe peke yake. Itamfanyia nani? Saidizi. Naomba unisikilize vizuri hapa. Alafu Biblia inasema katika mstari ule wa 20, 21, 22, anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, akatwaa ubavu, akamuumba nani? Mwanamke. Alafu baada ya kumuumba, Biblia inasema ya kwamba kisha akamleta kwa Adamu. Adamu akatamka hivi: huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Ataitwa nani? Mwanamke. Kwa sababu alitwaliwa kutoka katika nani? Mwanaume. Kwa hiyo sasa mstari ule wa 24, Mwanzo 2:24 anasema mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, nao wataambatana wote wangapi? Wawili. Na si wawili tena, lakini ni mwili mungapi? Mmoja. Unajua kwa nini ni mwili mmoja? Ni kwa sababu matilio ya huyu ni matilio ya nani? Ya mwanamume. Kwa sababu huyu alisema huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Sasa nisikilizeni, waulize swali hivi kati ya mwanamume na mwanamke yupi aliyeanza kuwepo? Jamani, naomba mjibu hilo swali. Ni nani? Mwanamume. Ni mwanamume. Kweli? Haya, mnapomzaa mtoto, nyinyi simlizaa? Kati ya watoto mliozaa na nyinyi ni yupi aliyeanza kuwepo? Anasema ni wao. Mama? Kweli, mna uhakika?
Ngoja tuone. Msomaji, hebu soma hiyo Waamuzi 8 mstari wa 30. Sikiliza sasa. Sasa nataka niwaambie hivi, unapozaa mtoto, sikiliza Biblia inachokisema. Soma hapo. Inasema, Gideoni alikuwa na wana 70. Gideoni alikuwa na wana wangapi? 70. Alafu waliozaliwa na mwili wake. Waliozaliwa na nini? Waliowazaa na mwili wake. Soma vizuri. Narudia. Waliozawa na mwili wake. Jamani, huu ni mwili mungapi? Mmoja. Mnanielewa lakini? Huu ni mwili mungapi? Mmoja. Sasa huyu alipopewa mke akasema huyu ni mifupa katika mifupa na nyama katika nyama. Tunaelewana? Sasa sayansi iko hivi, wakati anaanza kuwepo huyu na huyu alianza kuwepo, kwa sababu nyama ya huyu na mifupa ya huyu ndiyo ya huyu. Ndio maana wanaitwa mwili mungapi? Mmoja. Ndio maana Mungu, ukisoma Mwanzo 1 mstari ule wa 2 anasema Bwana Mungu akamuumba Adamu, akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, akamuita jina lake nani? Alimuumba mwanamume na mwanamke, akamuita jina lake nani? Adamu. Hata jina walipewa moja, ni Mwanzo 5 mstari wa 2. Kwa sababu ni mtu mungapi? Mmoja. Kwa hiyo ina maana ikiwa huyu ni mifupa ya huyu, huyu ni mifupa ya huyu na nyama ya huyu, ni mwili mmoja, ila ni nafsi mbili tofauti. Kwa hiyo hawa wanapokwenda kuzaa, wanapokwenda kufanyaje? Kuzaa. Ni nafsi hii inatengenezwa kuwa nafsi nyingine, ambapo mwanzo wa nafsi hii itakayozaliwa ni mwanzo wa nafsi hii, kwa sababu ni mwili ule. Hebu rudi, nenda kitabu kile cha Mika sura ile ya 6 mstari ule wa 7. Mika sura ya 6 mstari wa 7 anasemaje? 6:7 inasema hivi, Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume? Au na 10,000 za mito ya mafuta? Ndio. Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu? Nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu? Alafu mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mzao wa nini kanisa? Wa mwili wangu. Wa mwili wangu. Yaani mtoto anatoka kwenye mwili wako. Kwa hiyo ikiwa anatoka kwenye mwili wa huyu mtu ambaye ni mme na mke, ni mwili mmoja, ni huyo mmoja. Ndio maana nimekuwa nikizungumza hivi, uungu unajifunua katika levo ya familia. Bwana asifiwe. Amen. Katika levo ya familia. Yaani ukishindwa kuelewa hapa kwamba ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, hutaweza kumuelewa Mungu kwamba ana nafsi tatu. Huwezi. Kwa sababu sayansi yake iko hapa. Ikiwa huyu hapa ni material ya huyu, ni yule, ni mifupa katika mifupa ya huyu na nyama ya huyu, ina maana wakati anaanza kuwepo, wakati mifupa ya huyu inaanza kuwepo, ilianzia kwa uwepo wa huyu. Ndio maana Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Nafsi zote hizo tatu zina mwanzo mmoja, ila hazikutokea kwa kuumbwa, ila hapa ametupatia image ya namna ambavyo yeye alivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangapi wananipata? Wangapi mpaka hapo nimewachanganya? Sasa sikiliza. Ndio maana alipoumbwa mwanamume na mwanamke, uliwahi kujiuliza kwa nini aliumbwa? Mungu anasema yeye ni mmoja katika nafsi tatu, lakini tunaona hapa nafsi ngapi? Uliwahi kujiuliza kwa nini ya tatu iko wapi? Ya tatu ni yule mtoto atakayezaliwa. Lakini kwa nini haikuumbwa? Mtoto aliyeko hapo anawakilisha Masihi. Andiko linasema alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu.
Sasa niwaulize swali, ikiwa aliyechinjwa hayuko nasi, anawezaje kuonekana hapa? Kwa sababu aliyechinjwa amekufa, si ni kweli ama sio kweli? Yeah. Aliyechinjwa hayupo, amekufa. Kwa mfano huo ndio maana nafsi ya tatu haipo. Na andiko hilo utalipata kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8 kwamba alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Labda ni summarize hivi. Hizi nafsi za baba na mama zinawakilisha mambo makubwa matatu. Moja, zinawakilisha uungu, moja hiyo. Mbili, zinawakilisha Kristo na kanisa. Tatu, zinawakilisha wanandoa mme na mke kama wanadamu wa kawaida. Kwa hiyo kuna mambo matatu hapo yanatokea. Kwa hiyo akisha kuwepo mtoto hapa, tayari tunaingia katika kuelezea uungu unakuwaje. Kwa hiyo unapozungumza habari ya baba, mtoto na mama ni mwili huo mmoja, kwa sababu anasema mwili wangu. Tumesoma mafungu mawili, anasema mwili wangu, nimtoe mtoto wangu aliyetoka katika mwili wangu. Kwa hiyo kama ni mwili wako, maana yake ni kile ni wewe mwenyewe, lakini inatokea nafsi nyingine. Kwa lugha nyingine ni hivi, ikitokea mtumishi wa Mungu hapa akaanza kumpiga huyo, anajipiga mwenyewe. Yaani ni sawa na kusema hivi, ukichukua, wangapi wanajua lando lile la viazi lile, au matembele. Ukilichukua lile tembele ukalikata hivi, si linakuwa refu hivi? Ukalipanda hapo likastawi, na hapa likastawi. Ukija kuulizwa ni lipi lililoanza kuwepo, utasema ni lipi kati ya haya mawili? Lile lililoanza kukatwa, lile lililofanyaje? Ni lile tu, sababu lilikatwa tu hivi, likawa sehemu mbili, hili likastawi na hili likastawi, ni lile sehemu. Kwa hiyo ni sayansi unayopaswa uelewa wa hiyo, unapaswa umruhusu Roho Mtakatifu akusaidie ili uweze kuelewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba mnaweza mkarudi. Mungu katika levo ya familia ametoa maelekezo haya. Msomaji, twende kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 mstari ule wa 19. Utaruka utaenda mstari wa 40. Soma hapo. 19 inasema hivi: tena usije ukainua macho yako hata mbinguni. Unasoma 4:19? Ndio. Aha. Na unasoma 4 kweli? 5 mstari wa 29. 29. Neno la Bwana linasema hivi, laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Yaani tukizishika amri za Mungu tunafanikiwa sisi na nani? Na watoto wetu. Hebu rudi sasa sura ya 4 mstari wa 9. Nilisema 19 ni 9. Wa 9. Neno la Bwana linasema, lakini jitahadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako. Ndio. Bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Watoto wa watoto wako ni nani? Kwa lugha rahisi, wajukuu, si ndio? Naamini hapa katikati yetu wapo walio na wajukuu. Kwa hiyo kumbe mtu hata akiletewa wajukuu nyumbani bado ana jukumu la kufanya nini? La kuwafundisha. Kwa hiyo hapa Mungu anatoa maelekezo kwamba yale mambo uliyoyaona ukailinde roho yako, usije ukayasahau. Ni mambo gani katika maisha yako wewe tangu ulipozaliwa mpaka leo? Kuna mambo ambayo Mungu amekupitisha, umeyaona,
mazito na ukauona mkono wa Mungu. Hayo mambo unapaswa kuwajulisha watoto wako, na utakapokuwa umepata wajukuu, wajulishe pia wajukuu wako mambo hayo. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kwamba wapate kumcha Mungu hao watoto wako. Lakini ukienda sura ya 6 mstari ule wa 7 pia anasema hivi, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni jukumu la mzazi kuwafundisha watoto na kuwatunza, kuwaelekeza kwa Yesu namna ya kuishi katika maadili mazuri katika wakati huu wa ulimwengu ulioharibika. Sasa hivi mnajua zimeingia tabia nyingi sana katika maadili ya uvaaji, yamekuwa maadili mabaya sana katika kauli, na baadhi ya mambo yameingia ya ushoga na usagaji katika ulimwengu huu. Yote hayo yanaharibu watoto. Watoto wako sijui unawaleaje, unawatunzaje? Unapata muda wa kuwa nao kweli? Unawaombea? Maana moja ya jukumu kubwa la mzazi ni kuwaombea watoto. Wangapi wazazi wanaowaombea watoto kwa bidii zote? Waombee sana watoto, kwa sababu sio kuwaombea tu, na kuwafundisha. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ni mzazi. Nilikuwa nikisoma hapa, kuna nukuu moja hapa mwandishi ameiweka, anasema hivi. Ameweka hapa nukuu moja, anasema hivi: kutokana na nuru ambayo Mungu amenipa, ninajua kwamba mme na mke pale nyumbani wanapaswa kuwa mchungaji, 1; 2, daktari; 3, muuguzi; 4, mwalimu. Jamani, mambo mangapi? 4. La kwanza amesema mme na mke wanapaswa kuwa, cha kwanza nini? Jamani, nini? Mchungaji. La pili? Daktari. La 3? Muuguzi. La 4? Mwalimu. Hayo mambo yote unapaswa kuyafanya. Anamalizia nabii, anasema wakiwafunga watoto wao kwao na kwa Mungu, wakiwafundisha kuepuka kila tabia ambayo kwa njia yoyote itapambana dhidi ya kazi ya Mungu katika mwili, na kuwafundisha kutunza kila sehemu ya nafsi hai. Unaona? Ukiwa mchungaji kwenye familia, we mama unafanyaje? Mchungaji kazi yake ni kufanyaje? Kuchunga. Ni kufanyaje? Ni kuchunga. Mchungaji hachungi tu, ana majukumu mengi. Analisha kondoo, anawaangalia, anawalinda dhidi ya mbwa wakali, anahakikisha, yani mambo yote ya kiroho. Hiyo kazi ya mchungaji. Lakini pia mchungaji kwa sehemu fulani anaingia kuwa mtawala au anaingia kwenye mambo ya uongozi, unaongoza na mambo mengine mnayoyafahamu yanayohusiana na uchungaji. Lakini daktari kazi yake ni kufanyaje? Kutibu nini? Magonjwa. Wakati fulani utahusika kwa tiba rahisi kuwatibu watoto wako. Muuguzi anafanyaje? Muuguzi? Jamani, muuguzi tunamjua kweli? Muuguzi ni nani? Nesi. Kazi ya nesi nadhani mnaijua. La mwisho amesema mtu gani? Mwalimu. Uwafundishe. Tena amesema sio kuwafundisha tu, kwa bidii. Vivyo hivyo Biblia inasema katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 29. Kumbukumbu la Torati sura ya 29. Ile ya 29. Umefika pale msomaji? Ndiyo.
Hebu somee mstari ule wa 18. Unasema mke wala asiwe mtu katikati yenu mume wala mke wala jamaa wala kabila ageukaye moyo wake leo amwache Bwana Mungu wetu. Hebu sikilizeni kwa makini kabisa hili fungu. Hebu rudia tena. Neno la Bwana linasema, hili neno linakemea uasi kuonekana katika nyumba zetu. Asiwe. Hebu rudia sasa. Neno la Bwana linasema hivi, asiwe mtu katikati yenu mume wala mke, mme ama mke, wala jamaa. Ukisema jamaa kwa Kiingereza ndio familia. Yeah. Yaani familia fulani anaonekana mme au nini? Mke. Wala kabila ageukaye moyo wake leo amwache Bwana. Moyo unageuka na kumwacha Bwana Mungu wetu kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Anaitumikia miungu ya mataifa hayo. Lisiwe katikati yenu shina lizalo uchungu na pakanga. Endelea. Ikiwa asikiapo maneno ya laana hii, ajibarikie mtu huyo moyoni mwake, akiwa mwasi, na kusema hivi, nitakuwa katika amani, nijapotembea katika upotowe wa moyo wangu, ndio kwa kuangamiza mbichi na kavu. Ndio 20 nasema Bwana hata msamehe mtu huyo, hata samehewa mtu yule, lakini wakati huo hasira ya Bwana na wivu wake vitafuka moshi juu ya mtu yule. Hebu tulia hapo sasa, niwaulize swali kanisa, wangapi ambao wako hapa wamefaulu kwenye familia yao, kuanzia wewe mme wako, mtoto, wale ulionao nyumbani kwako, hakuna aliyekengeuka hata mmoja, aliyerudi nyuma, wote wako moto kiroho? Mikono juu waliofaulu hivyo. Sijaona hata mmoja. Sasa sikilizeni, moja ya mambo ambayo mimi huwa nayakemea na kusema kwamba hayafai. Yes. Pengine na wewe litakusaidia hili, ni kuwa na juhudi. Sasa wewe ni mshiriki, unaweza ukawa kiongozi yoyote wa kanisa, mchungaji, lakini nyumbani kwako una juhudi kabisa kwa ajili ya kufundisha wengine na kwenda kuwarejesha waliorudi nyuma, jamii ya kanisa, na unafundisha kweli kanisani, unafanya mbinu zote za kuwarejesha watu wengine, lakini kwenye familia yako yupo mtoto mmoja mvuta bangi, haushughuliki na yeye hata kidogo kwa juhudi yoyote, au anakunywa pombe, au ashabadilisha dini, au akawa mpagani, ila huku kwingine una juhudi kweli. Ukija kanisani hapa juhudi ni nyingi, lakini hujawahi kufunga hata kufanya juhudi yoyote kumsaidia aweze kurejea, wakati Biblia imetuambia ni uzao wa mwili wangu. Jamani, uzao wa mwili wangu. Hata kama ni mke wako, ni mwili wako, maana alitoka kwenye mwili wako. Hayo ni mapungufu makubwa sana ambayo tunayo Waadventista, miongoni mwa Waadventista wa Sabato, na andiko linasema kwamba asiwepo mtu wa jinsia anayegeuka na kumwacha nani? Mungu. Na ngoja nikuonyeshe kwenye maandiko, msomaji unaenda 21 aya ya 18, nikuonyeshe moja ya dalili zinazoonyesha ya kwamba una mtu aliyemwacha Mungu tayari kwenye familia yako. Ukiona tu haya mambo yametajwa, yanayotajwa kwenye Kumbukumbu la Torati, anza operation mara moja. 21:18 inasema
Mtu akiwa mwana, soma vizuri. Mtu akiwa na mwana mkaidi, mtu akiwa na mwana mkaidi, mshupavu asiyetii sauti ya baba yake. Mshupavu ameanza na neno mkaidi, asiyetii sauti ya baba yake, wala sauti ya mama yake. Wala sauti ya nani kanisa? Mama yake. Nao wajapomwadhibu, hata wakimwadhibu hawasikizi. Endelea. 19. Ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee, wampeleke kwa wazee na mji wake. Rudia hapo, wamkamate kumpeleka kwa wazee wa mji wake, katika lango la mahali pake. Endelea. 20. Wamwambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi, shupavu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati. Sikiliza sasa, kinachofanya uasi unaanza kuchipuka kwenye familia, yanaanza kutajwa zile sababu. Anasema ni la kwanza, amesema ni nini? Ni mkaidi, halafu shupavu, halafu hayo ni matokeo. Lakini kuna vitu ambavyo ameviatamia mpaka vimefunua hayo yote yakatokea. Malizia. Hasikilizi sauti ya wazazi, ni mwasherati. Kumbe shida cha kwanza ni nini? Mwasherati. Halafu 2, tena ni mlevi. Hiyo ishia tu hapo. Sasa sikilizeni watu wa Mungu hapa. Nataka nikupe siri hapa. Kama una mtoto ana tabia hizo, hakusikilizi, ni mkaidi, mshupavu, hata ukimtandika ufanyeje, hawezi akatii sauti yako. Maandiko yanafunua sababu hizo. Lakini pia hata ukiwa na mme ni shupavu au mke wako ni shupavu, hasikilizi sauti yako, hata mkigombana hawezi kurejea nyuma. Sababu ni zile ngapi? Jamani, ngapi? Kuna wazazi huwa wanapenda kujidai mbele ya watu. Nakuta mwanangu anasoma chuo, yani hatujawahi kusikia kabisa. Tina yani hatujawahi kusikia chochote kabisa. Kama na wanaume hamna. Kuna watu wanajidai mpaka makanisani. Kijana wetu yule yule Efeso yule. Efeso yani yuko vizuri mno. Hivi unayajua mambo ya gizani anayoyafanya Efeso ukiwa wewe haupo? Watu hao wapo hawapo? Wapo. Huenda wasiwepo hapa. Lakini mimi nimepita makanisa mengi, unakuta wazazi wanasifia hivyo. Alafu yanakuja kuwakuta mpaka wanashangaa. Yani hatukutegemea kabisa. Mpaka huyu kijana amekuwa hivi. Kwa hiyo ninataka niwape siri iliyofunuliwa na Mungu kwenye neno lake, kwamba ukiwa na mtu yeyote kwenye familia yako mkaidi, shupavu, hasikilizi sauti yako, awe mme au mke au mtoto, amejiingiza kwenye mambo makubwa mawili. La kwanza ni uasherati, la pili ni ulevi. Kwenye ulevi hapo kuna mambo mengi. Kuna watu ni walevi wa mpira, kuna watu ni walevi wa filamu, kuna watu ni walevi wana uraibu wa mambo mengi, picha chafu na mambo mengine unayoyajua, ambayo yanawafanya watu wanabadilika tabia, roho wa Mungu anawahama, kwa hiyo wanakuwa shupavu. Yaani utaongea, utapiga, utafanya hivi, utachoma moto, yule mtu yuko vile vile. Hao watoto wapo sehemu nyingi kwenye familia. Lakini unaweza ukawa na mume hasikii. Sikilize kabisa sauti yako. Na Petro amesema kabisa, kadhalika enyi waume kaeni na wake zenu kwa nini? Akili. Jamani, kaeni na wake zenu kwa nini? Akili. Kukaa na mke kwa akili ni kwa namna gani? Ningekuwa na muda ningekuelekeza. Wengine wanadhani kukaa na mke kwa akili ni kutumia tu ya akili ya kawaida. Lakini kuna kitu fulani kimetajwa na Biblia cha ziada ambacho
ndio kuishi na mke kwa akili, sio akili hii unayojua ujanja ujanja. Mtu mmoja alikuwa anasema unakuwa mjanja kama ni simu hii, unakuwa unaweka password, wewe anakuwa hawezi kupata, alafu unakuwa ni mtu ambaye hueleweki mbele zake. Huo sio kuishi kwa akili ya namna hiyo. Akili ipo, imetajwa. Kwa hiyo ni siri na kuibia. Nenda kachunguze hayo mambo. Kama una mtoto mkaidi, hasikilize sauti yako, yeye hata ukimwadhibu hawezi kusikia, anza kufanya utafiti kwenye hayo mambo mawili. Hata kama una mke au mme anakusumbua mara kwa mara, hakusikilizi, maana Petro anasema na kumpa mke heshima kama chombo kisichokuwa na nini, na nguvu, kusudi kuomba kwenu kusifanyaje. Mwanamume, kama wewe mke wako umheshimu na kumpa heshima, hata kama ungekuwa unasali sana, maombi yako hayaendi popote. Ndivyo alivyosema Petro. Anakomea tu hapa, maana ni chombo kisichokuwa na nguvu. Kile kisichokuwa na nguvu kivipi? Sio mada yangu ya leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa mwandishi wetu anasema wafundishe watoto na vizazi vyote, maana yake ni kwamba mtoto ni hazina kubwa hata kwa vizazi vijavyo, kama amelelewa vizuri. Neno la Mungu linasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapofanyaje? Atakapokuwa mzee. Mimi nitoe ushuhuda kidogo. Katika familia yetu tumezaliwa watoto 11. Na tunamshukuru Mungu tuko hai wote. Wazazi wetu wakati wameoana tu ndipo wakaamini, wakabatizwa. Walipobatizwa, mtoto wa kwanza maana yake alikuta wazazi ni Waadventista wa Sabato. Baba yetu aliingia kanisani kwa juhudi nyingi na kwa moto haujawahi kuzimika mpaka leo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kila mtoto aliyekuwa anazaliwa, baba alijizatiti kutufundisha asubuhi na jioni, kuwa na muda na sisi. Kwa hiyo mimi wakati nimezaliwa mpaka nikajitambua, baba kila asubuhi tukiamka lazima atufundishe kuomba, atufundishe kuimba nyimbo zile za watoto zile, kutukalilisha mafungu. Kuna mafungu ya Biblia ambayo alitukalilisha mpaka leo sijayasahau. Na nilikuwa naguswa sana akiwa anatuelekeza. Alikuwa anasema usiwe mgomvi. Ukienda shuleni usigombane na wenzako, usiibe karamu. Na kweli mimi nilikuwa mwaminifu sana, sikuwahi kuiba karamu ya mtu mpaka leo. Alikuwa anasema ukiwa na wenzako mkiwa machungani huko, maana nyumbani kwetu kulikuwa na mifugo mingi, ng'ombe na mbuzi na kondoo, usigombane na mtu. Unapaswa kuwa mnawahubiri wenzenu. Mimi yale maneno yalikuwa yananigusa sana. Naenda kweli, yani nilikuwa nahubiri mpaka mbuzi. Na sikujua kwamba Mungu alikuwa ananiandaa kuwa mhubiri wa watu. Amen. Bwana asifiwe. Kuwa mchungaji wa watu. Yaani kuna wakati Roho alikuwa ananishukia na wahubiri mbuzi mpaka isipokuwa tu kuamini. Na sijui kama kuna mbuzi aliwahi kuamini, sijui. Lakini ilikuwa na wahubiri sana. Roho anashuka, naanza kusema Bwana tukuzwe. Nimewatazama hivi wanalisha hapo, wako kwenye malisho. Nahubiri mpaka natoa wito, lakini sikuwahi kuona mbuzi aliyejitoa akabatizwa kama Nuhu aliyehubiri miaka 120 alafu akakomea tu kuokoa familia yake. Kwa hiyo hayo mambo aliyotufundisha baba mpaka leo ndiyo matokeo ya mimi kuwa mtumishi na mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Wewe watoto wako watakukumbuka kwa lipi? Yule mzee namshukuru sana, nikienda nyumbani huwa namshukuru sana. Mpaka leo sijasahau yote pote alipotupitisha. Na mama naye alikuwa na mchango mkubwa sana kwangu, kwa sababu Usukumani, wale mliotokea huko Usukumani, watoto Wasukuma
huwa hawabembelezi kuhusiana na kazi. Tulikuwa tunaamshwa, mama yeye ndio alikuwa engineer pale nyumbani, yaani ndiye supervisor mkuu. Baba yeye alikuwa, yaani mchango wake mkubwa ulikuwa ni wa kiroho, ila mama yeye ni kazi. Mpaka leo ni mzee, lakini yule mama ukimkuta hakai, hata kama wajukuu wapo na mabinti zake ambao walishaolewa wapo, kuna wakati watu tunakusanyika pamoja, lakini wakuta anapiga kazi, yaani yeye bado ana ule moto wa kusimamia, hakai. Anamwambia jamani, yaani kila wakati yeye anashughulika na shughuli. Wanaweza akamwambia mama pumzika, lakini hataki. Unaweza ukashangaa anachukua mfagio anaanza kufagia. Sasa ukiwa wadogo, asubuhi mnaamshwa saa 10 za usiku, mnaenda kulima na ng'ombe. Mnatoka pale hata saa 4 saa 5, unakuta uji, ukifika ukimaliza tu kunywa uji anakuambia muda wa kwenda kufyeka. Wakati ule wa kuandaa mashamba. Ukienda kufyeka, ukirudi tu anakuambia kwenda kupalilia. Ukirudi tu kakamue. Unaenda kukamua ng'ombe labda ndama 20. Unawamaliza hata saa 3 kasoro. Ndoo 3 za maziwa. Alafu mle ni matope yamefika hapa. Yaani tulizoea yale maisha yani ya kazi. Unaona? Ukitoka pale unafika unakula ugali tena wa mtama ule mwekundu na maziwa. Inawezekana na nyama fulani imepikwa hapo na nini, na kula. Napiga mpaka katumbo kanaanza kulia kuturu. Ukimaliza hapo, muda wa kulala umefika, mnaenda kulala. Saa 8 saa 9 mnaamshwa. Yaani ni mzunguko. Alafu muda tukishaamshwa, baba naye anatokea. Hivi unawaamsha hawa wanataka wakanani? Wameshaomba. Sasa mama alikuwa sio wa kusimamia sana. Unajua kwenye familia kuna level of division of labor. Kwa mama yeye, baba yeye ni kiroho, lazima aulize kiroho. Mmesha sali? Hamna. Haya rudi. Fulani omba. Huko na usingizi. Tena tulifundishwa Kisukuma. Omba Kisukuma. Sema Mulungu yule mwekolo na usingizi. Usingizi na kupiga hapo, lazima muende. Unajifanya ukwefanyaga. Lazima muende mkalime. Sema Mulungu yule mwekolo. Takulomba. Otulinda makanza abo chikwena ya. Tahago chako chuli mamlina lyangwa Yesu. Amen. Olombe chene. Lomba kasisa, unaambiwa rudia. Kwa hiyo yale maisha yale yalinifanya kuwa strong, imara. Kwa hiyo mimi nilianza kuitwa mchungaji na mwinjilisti kuanzia shule ya msingi. Nadhani hiyo hali itatoweka kadri nilivyopanda vidato. Nimemaliza shule ya msingi, nikaenda sekondari naitwa. Nikaenda A level Kupandagira, naitwa tu. Nikatoka huko nikaingia University of Arusha kusoma. Bado ile title, hata ukikutana na watu hata leo ukikutana na watu wanasema hivi, wewe ni unafanya kazi gani? Ukisema tu mimi ni kazi fulani, hamna. Wewe inaonekana ni mwenye kazi fulani hivi ya kiroho hivi. Sasa hapa kwa nini nimewapa mfano huo? Nimewapa mfano huo kwamba pamoja na juhudi alizozifanya baba za kiroho kutufundisha hivyo, lakini shetani alishajitwalia miongoni mwetu. Wapo ambao wameacha imani kabisa. Wa kiume tuko 6, wa kike wako 5. Lakini hawa 6, hawa wa kiume ni 2 tu tuliosimama mpaka leo kanisani. Wengine wameacha, pamoja na juhudi zote hizo ambazo mzazi alifanyaje, na wameanza tu kuasi miaka ya hivi karibuni. Kwa nini? Kwa mambo hayo mangapi tuliyoyasoma? 2. Jamani, mangapi? 2. Hayo wote hao walioiacha imani wako hapo, wamezama kikamilifu. Uasherati na ulevi. Walevi. Ubindukia. Ni mmoja tu ambaye sio mlevi, lakini wengine wote walevi. Mwingine mpaka nimesikia sasa hivi mdogo wangu wa mwisho
wa pili mwishoni, sasa hivi anapiga mpaka bangi sasa. Yaani anazidi ku advance. Alianzia pombe, alianzia uasherati, baadaye akaingia pombe. Yaani shetani kadri unavyoikimbia nuru anaendelea kukuongezea anaanza kukuongezea vidato. Kidato cha kwanza, cha pili. Isaya sura ile ya kwanza, hebu soma msomaji pale. Isaya sura ya kwanza, Mungu anasema jambo fulani hapo. Mstari ule wa pili na wa tatu, hebu soma hapo. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema hivi. Sikieni. Sikieni enyi mbingu. Enyi mbingu. Tega sikio. Tega sikio. Nchi. Enyi nchi. Kwa maana Bwana anasema. Bwana anasema. Bwana amenena. Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea. Nimewalisha watoto na kufanya nini? Na kuwalea. Halafu nao wameniasi. Sikia, unaweza ukawatunza watoto kama baba yangu alivyofanya juhudi zote. Mpaka alikuwa anatunulia mpaka na Biblia. Ibada mpaka leo ukienda kuna wajukuu wengi pale. Wanaelekea kuwa 80 wajukuu. Maana ndugu zangu wote wamebarikiwa na watoto, kila mmoja si chini ya watoto 8. Tuko wawili watatu tu ambao hatujajaliwa kuwa na watoto wengi, lakini wengine wote wana watoto karibu, kila mmoja karibu 10. Lakini kuna wajukuu na vitukuu, yaani ukiwajumulisha wote hao wanakimbilia kwenda 80. Kama familia ya Yakobo iliyoenda Misri. Sasa anasema hivi, nimewalisha na kufanya nini? Na kuwalea. Hebu rudia hilo fungu. Ni la tatu Hebu rudia hilo fungu. Ni la pili. La pili. Sikieni enyi mbingu. Sikieni enyi mbingu. Tega sikio. Tega sikio. Nchi. Nchi. Kwa maana Bwana amenena. Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea. Nimewalisha watoto na kuwalea. Nao wameniasi. Nao wameniasi. Unaweza ukawalisha watoto